kwa ajili ya majira nyingine nzuri ya kupendeza. Karibu kiongozi, karibu ambaye ni kwa ajili ya mwananchi, kijana, binti, kiongozi wa imani zote, karibu kwa ajili ya darasa ambalo ni haki yake yeye, baba mwaminifu, kwa sababu baba ametupa nafasi sasa kwa ajili ya kujua siku ya mwisho na siri zote, kwa sababu ni kujua siri zote. Leo na wakati huu tena unaniona niko na hawa watoto. Hawa watoto ni mapacha ambao ni mapacha kwa ajili ya kuliangusha lile agano la Yakobo, lile la Mwanzo 47, 49, 47, 48, lile Yakobo, wale watoto wanaosema kwa ajili ya Yusufu, kwa sababu lile ni agano lilikuwa kubwa kabisa kwa ajili ya Manase na kwa ajili ya yule alikuwa anaitwa Efraim. Lilikuwa ni agano, ndio maana unaona Isaka akawazaa Yakobo na Esau. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni agano kwa ajili ya nguvu ya kuvunja uharibifu. Lakini leo lile agano lilikuwa kwa ajili ya Yakobo, kwa ajili ya nguvu ya majira ya kabila 12, ule msingi wa Ufunuo 21, ule mstari wa 10 mpaka 22, kwa ajili ya agano la kilele na utimilifu juu ya nchi. Kwa hiyo wakati unapopata nguvu ya majira hii ya watoto hawa wawili kama mimi, ambaye sasa ni kwa ajili ya kutimiza kila ambacho kwa uhalisia juu ya nchi, kuisimamisha ile majira ambayo ni kwa ajili ya utukufu wako. Angalia basi rafiki, tazama huko. Kwa hiyo sasa hawa ndio lile agano kwamba huyu ni mkubwa na huyu ni mdogo, lakini lilikuwa ni agano kubwa kabisa lisiloweza kuvunjwa, kwa sababu Yakobo ndio alikuwa utimilifu. Kwa hiyo mpaka wapatikane mapacha ndio lije livunjike lile agano, kwa sababu Yakobo amepatikana kwenye agano la mapacha, alikuwa Yakobo na Esau. Kwa hiyo vita vilianzia pale, kati ya huyo mzungu, kati ya Mhindi, kwa ajili ya Mwarabu, hata mweusi, kwa sababu kwenye nguvu ya mwanzo pale ambapo yule anachukua ulisi wa mtoto mkubwa Esau ananyang'anywa na Yakobo akakimbia. Kwa hiyo ilikuwa ni majira kwamba kuna wakati wa utimilifu kwa ajili ya ile Mwanzo 49, kwamba anaambia njoeni watoto wangu muone kwamba yatakayowapata siku ya mwisho. Ina maana siku ya mwisho lazima kuna agano la watoto mapacha kwa ajili ya kuondoa ile utendaji wa huyu kuonekana mkubwa na huyu kuonekana ni mdogo. Lakini wametokea kwamba ndani kwenye Mwanzo 25 anasema wewe Isaka, watoto wako kwa ajili ya huyu Rebeka, watoto wawili wanapigana, mapacha mawili wanapigana kwenye tumbo, nguvu ya ufalme wawili wanapigana ndani ya tumbo. Hao ina maana kwa ajili ya ufalme wa yeye baba, ina maana ilikuwa ni mimi na wewe, kwamba hatutawahi kuelewana mpaka agano hili lisibitike kwa ajili ya yule wa mwisho anayetangaza siku ya mwisho, majira na mwaka timilifu. Kwa hiyo hilo agano la Yakobo ndio linavunjika na limevunjwa, ili sasa tuishi maisha juu ya nchi. Alivyokuwa Yakobo akafanya kwa mdogo, akafanya hivi, na kwa mdogo akamfanyia mkono mkubwa hivi. Kwa hiyo wakawa ni badiliko kwamba ile majira ya utimilifu, ile nguvu ya vice versa kwa ajili ya kuishi maisha sio yetu, basi ataondoka. Ili lilikuwa ni agano, kwa sababu kanisa limejengwa kwenye msingi wa kabila 12 na ni watoto wa Yakobo juu ya nchi. Msingi wa makabila 12 ni uumbaji wa kila moja. Kwa hiyo leo limevunjwa na limeondolewa kabisa. Kwa hiyo sasa halitakuwa tena hivi, litakuwa hivi. Kwa hiyo wote tutakuwa sawa mbele za Baba na mbele ya uumbaji wote. Kwa hiyo yale maisha tuliokusudiwa, huyu anaitwa akili ya kweli yote na huyu anaitwa uhuru wa kweli yote. Kwa hiyo hawa ndio wanaorejesha akili juu ya nchi na huyu anarejesha uhuru juu ya nchi. Kwa hiyo haya ni mambo mema mazuri, ni Baba mwenyewe ametukuzwa. Kwa hiyo tumeinuliwa kwa ajili ya taifa, tumeinuliwa kwa ajili ya uumbaji wa mataifa na watu wote juu ya nchi. Kwa hiyo Baba ametukuzwa kwa ajili ya hawa na sisi sote tumeinuliwa. Baba ametubariki na ametuinua. Karibu Kweli Yote TV kwa utimilifu wake.